Dira ya Taifa ya 2050 kwenye eneo la elimu inasema kwamba inaandaa taifa lenye uchumi shindani, na kwa msingi huo limejikita katika kuhakikisha tunaboresha miundombinu ya elimu, sayansi na teknolojia, lakini upande wa rasilimali watu. Rasilimali watu unaipata wapi? Unaipata baada ya mtoto kuwa ameshapita kwenye elimu ambayo ni bora, ameandaliwa na hatimaye kufikia malengo hayo. Tunaingia darasani, tunachokipata, tunachokusanya kinakwenda kutoa matokeo chanya kwa Mtanzania. Kwa hiyo sisi tuko tayari kwa 2028 kwenye double cohort, lakini tuko tayari kusimamia kila ambacho kinatakiwa kusimamiwa ili mtoto wa Tanzania apate elimu ambayo ni elimu bora. Umezungumzia swala zima la ujenzi wa miundombinu mingine. Yes. Tayari jengo letu hili lina lift. Lakini tunavyojua katika shule na usomaji kwa ujumla, swala zima la maabara umekuwa ni wimbo wa maeneo mengi sana. Lakini pia jengo linakuwa namba moja. Then kuna swala zima la vifaa. Madawati, vifaa vya maabara. Hapo vipi? Patizama vipi? Ili sisi kwa halmashauri ya Dar es Salaam pengine na kwingine, ili elimu iwe kamili, kwa maana ya ile cycle ya utoaji wa elimu ya kamili kwenye elimu sekondari, kwamba tutakuwa na miundombinu ya kufundishia na kujifunza ambayo iko kamili, kwa maana ya complete. Na kwa msingi huo ujenzi wa madarasa ni kitu kimoja, madawati ni kitu cha pili. Na katika eneo hili labda tu ni kudokeza mdogo wangu kwamba tayari tumeshatenga kiasi cha shilingi bilioni 1 kutengeneza madawati zaidi ya 17,000 ambayo yatakuja kuwekwa kwenye hizi shule. Shule ngapi? Shule na bilioni 1. Madawati 17,000 ambayo yatakuja kuwekwa kwenye miundombinu hii nzuri ambayo tunaishuhudia, tunaijenga leo. Lakini kwenye swala la maabara kama ulivyosema, ni swala la msingi sana, ili mtoto ajifunze na atoke akiwa na ueledi wa hali ya juu, kwa maana ya kufanya mafunzo kwa vitendo. Kwenye masomo ya sayansi, swala la maabara tumewekea kipaumbele kikubwa. Ni miongozo ya serikali kwamba lazima kuwe na maabara, lakini maabara zetu sisi sasa ni za kisasa sana. Ni maabara ambazo kimsingi zinatumia nishati safi, kwa maana ya gesi. Tunatoka kwenye nishati ambazo tumeshazizoea. Tumepita pale kufunza relini, nadhani umeona ni shule kubwa ambayo kimsingi imegharimu kiasi cha shilingi bilioni 4.2. Ni shule ambayo ina madarasa 16, ina ofisi za walimu 12 na ina maabara 4, ina library kubwa ya ICT ya kisasa kabisa, na ina library ya vitabu, lakini ina store kubwa kwa ajili ya kuhifadhi vifaa vya shule. Ni shule ambayo tayari inaungwa na mfumo wa gesi, na mfumo wa gesi, moja ni matumizi ya kawaida, lakini la pili ni matumizi ya kimaabara. Kwa hiyo hata shule hii pia tunayo maabara ambayo na yenyewe inakwenda kufanyiwa maboresho makubwa sana ili iendane na hadhi ya miundombinu yetu ya elimu.